mali nyingi, fedha, dhahabu, na neema ya Mungu itutoshayo tupate uzima. Msalabani Yesu alitufia, na mbinguni Mwokozi atungoje. Akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda ukawaambie ndugu zangu, ninapaa kwenda kwa Baba yenu, kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Fungu la Kutoka Watu Wazima linasema kwamba basi yeye asiyejua dhambi alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa na haki kwa Mungu katika yeye. Latoka Korintho wa pili 5:21. Basi kwa kichwa kabisa tupige magoti tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, 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 uishie mahali pa juu sana. Tunasema ni asante kwa asubuhi hii njema. Umetulinda mpaka tumefikia Sabato yako takatifu, tunasema ni asante. Tunasogea kwako katika shule ya Sabato, tunaomba tukaondoke na mibaraka yako. Roho Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatusaidia katika masomo tutakayojifunza, yakawe msaada katika maisha yetu na hata katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Tunasema ni asante kwa maana tunajua utaendelea pamoja nasi kwa Kristo. Amen. Shule ya Sabato, moyo wa kanisa unaodunda barabara. Shule ya Sabato washiriki, moyo wa kanisa unaodunda barabara. Wangapi wana furaha? Pungieni mkono. Dada Kishen. Abe. Unaona ibada ili kupendeza siku ya leo. Imependeza sana. Hivi ni programu inayofuata mbele yetu. Programu inayofuata mbele yetu mezani ni somo la ukuziaji. Tunakaribisha watu kuungana katika somo la ukuziaji. Bwana mwema wakati wote. Sabato ya 9 Februari 28, 2026. Somo la ukuzaji linasema utume wa Mungu kwetu. Utume wa Mungu kwetu. Somo hili limeandaliwa na Malkiadi Joseph Sule, mchungaji mafunzoni katika Chuo Kikuu cha Arusha katika Union ya Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Kanisa la Adventista Sabato ni kanisa linalobeba agizo kuu la utume kama linavyopatikana katika Injili ya Mathayo 28:16-20, inayosemeka, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomwona walisujudu, lakini baadhi ya walioshaka, Yesu akaja kwao akasema nao akaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Katika aya hizi, kama washiriki wa shule ya Sabato, sambamba na lengo letu la utume ulimwenguni, tunaweza kujifunza mambo manne kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, Yesu anaamuru wanafunzi wake waende Galilaya kukutana naye. Hapa tunajifunza kuwa ili tuweze kufanya kazi ya utume kwa ufasaha na kuleta matunda, hatuna budi kukutana na Yesu kwanza, ili atupatie nguvu, maelekezo na kutupatia Roho Mtakatifu atakayetuongoza vyema katika kazi hii tukufu. Hivyo basi, jambo la kwanza kabisa ni kuwa na maombi ya dhati na usomaji wa maandiko matakatifu. Jambo la pili, Yesu anakuja kwao akitangaza mamlaka na enzi yake kuu.
Kama washiriki wa shule ya Sabato hatuna budi sababu ya kuona shaka wala kuogopa kufanya kazi ya utume, kwani anayetutuma Yesu ana uwezo wote na mamlaka, ana nguvu kupitia wakuu wa hii dunia, hata adui yetu Shetani. Jambo la tatu, Yesu anawaagiza wanafunzi wake kufanya kazi maalum, yaani kufanya watu kuwa wafuasi wake. Agizo hili linaendana kabisa na lengo la utume ulimwenguni kama linavyopatikana katika mwongozo wa shule ya Sabato. Hivyo basi, washiriki tunakumbushwa leo kufanya kazi hii, kwani mavuno yapo tayari shambani mwa Bwana. Jambo la mwisho na la nne, Yesu anaahidi kuwepo pamoja na wanafunzi wake mpaka mwisho. Kama jinsi alivyotimiza ahadi yake kwa wanafunzi wake, leo pia Yesu anatuahidi kuwa atakuwa pamoja na sisi tunapojitoa kufanya kazi. Unapokuwa tayari kushiriki katika hii, Yesu yupo tayari kupatia malaika wa kazi. Hivyo basi, washiriki wa shule ya Sabato tunaweza kushiriki baraka huu wa kuokoa roho kutoka mautini na kuziongoa katika uzima kwa kupitia vikosi vyetu vya watu 6 hadi 8. Viongozi wa vikosi, hakikisheni kila mmoja anahusika kikamilifu katika kazi hii. Watie moyo wa madarasa kujihusisha, kila mwanakikosi atumie karama yake ipasavyo kwa ajili ya kuongoza roho. Mwisho, naomba sana tunapokuwa katika mjadala wa kujifunza Biblia tukumbuke kuanza na ushuhuda. Mwalimu wa kikosi, mruhusu mkuu wa uinjilisti wa kikosi chenu kutumia muda wake wa dakika 25 ipasavyo kwa ajili ya uinjilisti. Mwalimu, usikimbilie kuanzisha mjadala kabla ya kujadili uinjilisti. Bwana atubariki tunapojihusisha kikamilifu katika kazi hii tukufu ya uokoaji wa roho. Amina. Jinali heri ukiitwa Mkristo, jinali heri ukiitwa mpole, jinali heri ukiwa msafiri wa roho, jina lako jinali heri. Jinali heri ukiitwa Mkristo, jinali heri ukiitwa mpole, jinali heri ukiwa msafiri wa roho, jina lako jinali
jina lako ni jina gani? Ni jina gani waitwa mtaani? Je, ni kahaba, Mungu au mchoyo? Je, ni fisadi, chawi au tapeli? Jina lako ni jina gani? Ni heri kulichagua jina jema kuliko mali nyingi, fedha, dhahabu, na neema ya Mungu itutoshayo tupate uzima. Msalabani Yesu alitufia, na mbinguni Mwokozi atungojea. Jina gani utalichagua leo, rafiki? Ni heri kulichagua jina jema kuliko mali nyingi, fedha, dhahabu, na neema ya Mungu itutoshayo tupate uzima. Msalabani Yesu alitufia, na mbinguni Mwokozi atungojea. Jina gani utalichagua leo, rafiki? Mstari wa mbele wa utume, kutoka Fiji hadi mstari wa mbele wa utume. Somo hili linaletwa kwetu na Bwana Jordan kutoka katika nchi ya Fiji. Anasema kwamba yote yalianza na moto moyoni mwangu katika mwaka wa 2023 nilipomaliza stashahada yangu ya teolojia. Kiuhalisia Bwana Jordan alikuwa amehitimu masomo yake ya teolojia mwaka 2023, na baada tu ya kuhitimu masomo yake hayo, anasema ya kwamba alikuwa na moto, alikuwa na shauku ya kuhubiri neno la Mungu. Kwa sababu gani? Alichukua tayari kuna nayo basi alitamani sana alihubiri neno la Mungu sehemu mbalimbali za dunia. Hivyo basi ilikuwa ni shauku yake, badala tu ya kuhubiri pale Fiji, asishie kuhubiri hapo, aende nchi nyingine, aende sehemu nyingine, aende mabara mengine akahubiri Injili. Lakini kwa bahati mbaya nataka kusikitika sana, hakufanikiwa katika hilo. Hakufanikiwa. Kila alipotamani kwenda sehemu nyingine akahubiri Injili, hakuweza. Alipotuma barua za maombi kwamba anatamani kwenda sehemu fulani nihubiri, hakufanikiwa. Alipoomba wito wa kutumika kama mchungaji, hakufanikiwa. Kiuhalisia hilo lilimvunja moyo sana. Kwa sababu gani? Alikuwa ameshahitimu masomo yake, lakini hapati nafasi ya kutumika, hapati nafasi ya kuhubiri. Hilo lilimkatisha tamaa, aliumia sana. Sasa huyu Bwana Jordan baada ya kufikiria hivyo aliwaza sana, akasema ngoja nikamfuate mwalimu wangu. Ndipo alipoenda kumfuata mwalimu wake ambaye alikuwa anaitwa Bwana Tabua Tibua. Akamfuata akamwelezea kwamba baba, mimi nimemaliza masomo yangu na natamani kuhubiri, lakini sipati wito wa kuhubiri. Yule daktari akamwambia kwamba Bwana Jordan, anza kwanza kuhubiri mahali hapa Fiji. Akaambia kwamba usitamani kwenda huko pengine, anzia kwanza hapa Fiji. Ndipo Bwana Jordan alipoamua sasa kwenda kuomba kuhubiri sehemu hiyo ya Fiji. Ndipo alipochukua barua, akaandika barua ya kuomba utumishi, akamwona katibu wa wachungaji pale Fiji, akaplai maombi ya kutumika pale Fiji. Kwa neema ya Mungu, mwishoni mwa mwezi Machi mwaka uliofuata, mwaka 2024, Bwana Jordan alipata nafasi ya kutumika pale Fiji. Bwana Jordan alipata nafasi ya kutumika pale Fiji, na anatupatia uzoefu ya kwamba alianza kumtumikia Mungu kwa nguvu zote. Anatoa ushuhuda kwamba mwanzoni mwa kazi zake alipokuwa akianza, alipitia katika changamoto, alipitia katika machungu. Anasema kwamba kuna wakati alihubiri bila kula, na by the way kuna wakati alifanya kazi ya Mungu hata mshahara hakupewa. Just imagine, anahubiri na mshahara hapati, lakini kwa nguvu za Mungu na moto aliokuwa nao, Bwana Jordan alifanya kazi kwa nguvu zake zote, na watu wakamwona Mungu katika sehemu ile ya Fiji. Nataka nikwambie kwamba kadiri alivyozidi kumtumikia Mungu pale Fiji, Mungu alitimiza matamanio yake.
Jordan alikuwa akitamani kwenda nchi zingine, akitamani kwenda abroad, far away, kwenda mbali sana. Kwa neema ya Mungu, Mungu alifungua milango, na kwa sasa ninapozungumza nanyi, Jordan yuko Indonesia akimtumikia Mungu. Mungu alifungua milango. Sasa hivi yuko Indonesia na ni mhubiri mkubwa akimtumikia Mungu. Kutoka Fiji hadi mstari wa mbele wa nini? Bwana Jordan anasema kwamba kwa fulani anasema kwamba ninajivunia kuwa sehemu ya mpango wa Nitakwenda. Anasema ninajivunia kuwa sehemu ya mpango wa Nitakwenda. Anasema nitakwenda kwa familia yangu. Nitakwenda kwa familia yangu. Nitakwenda kwa majirani zangu. Nitakwenda katika sehemu yangu ya kazi. Naam, nitakwenda hadi mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka Fiji hadi mstari wa mbele wa utume. Na Bwana Jordan kutoka Fiji, Mungu awabariki sana. Asante. Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo Mbinguni itakuwaje? Nashangaa watu wanaimba yapendeza lakini wamekasirika jamani. inabidi tuonyane kwa wakati tunaimba. Haya, kila mtu ukiwa umekaa unapoimba msalimia hata jirani yako, tabasamu. Leo ni siku ya furaha. Amina. Amina. Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Yapendeza leo mbinguni itakuwaje? Nasua wapendeza mbinguni itakuwaje? Nasua wapendeza Mbinguni itakuwaje? itakuwaje? Furaha leo mbinguni itakuwaje? Bwana ni mwema wakati wote. Bwana. Jamani, kama una furaha punga mkono. Leo ni siku ya furaha. Samahani kuona watu wakiwa wamekasirika, kila mtu atabasamu jamani. Bwana ni mwema. Wakati wote. Kitu gani kinafuata Kabeni? Kitu kilicho kwa programu ile mbele yetu ni kusikiliza taarifa ya shule ya Sabato, tufanye assessment wapi tumefikia katika kwa kidogo. Lakini before hajasimama kutuletea taarifa ya shule ya Sabato, kuna wimbo ambao umeimbwa unasema uchague jina gani utakaloitwa. Wimbo umenibariki sana. Wangapi ambao wanapenda na wimbo huu? Tupungie mikono. Inabidi sasa uchukue wakati ufikirie jina gani utalichagua ambalo utakuwa unaitwa mtaani. Fikiria huko mtaani wanakuita jina gani? Je, ni mchoyo, muongo, tapeli? Kila mmoja afikirie na achukue hatua. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusikilize taarifa ya shule ya Sabato ya tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2026. Huduma yangu kwa Yesu. Mara ngapi umetembelewa kwa kusudi la Injili? Walikuwa watu 34. Idadi ya magazeti, vitabu na vijizo vilivyotolewa vilikuwa 63. Idadi ya mafundisho na mahubiri yaliyotolewa jumla ilikuwa ni 45. Idadi ya roho zilizoongolewa jumla ilikuwa 54. Usomaji wa Biblia na lesoni. Waliosoma lesoni kwa mpango walikuwa ni watu 11. Waliosoma lesoni japokuwa si kwa mpango walikuwa watu 53. Waliosoma lesoni kwa njia ya mtandao walikuwa ni watu 5. Waliosoma Biblia kwa mpango walikuwa ni watu 8. Waliosoma kesha au roho ya unabii walikuwa jumla ya watu 57. Waliosoma lesoni za watoto pamoja na watoto wao hakuwa na mtu, sijui watoto na watoto, lakini Mungu atusaidie sana. Waliokariri fungu kuu walikuwa ni watu 16, na walio na mwongozo wa kujifunza Biblia au lesoni walikuwa ni jumla ya watu 35. Kwa taarifa hii, Mungu atubariki na tufanye matengenezo panapopungua. Bwana awabariki.
wakati wote. Wakati huu ni muda wa utambulisho. Ndio. Ni watu gani leo tuhudumia leo? Leo tutahudumiwa na wanatukasa ambao wanaishi Main Campus. Amina. Aliyetuletea fungu la kukariri anaitwa nani? Aliyetuletea fungu la kukariri katika Bobea Ndikoni anaitwa Delix. Aliyetuletea fungu la kukariri kwa watu wazima anaitwa Kwando. Wasimame tutungie mkono. Lakini mwenyekiti, wakati wanatoa fungu la watu wazima, aliyetuletea ombi la kwanza la baraka, napenda nifahamu kwa nani. Alikuwa anaitwa dada Kwando. Anaitwa dada Kwando. Mpeni amina watu wa Mungu. Ameletea fungu pamoja na ombi la baraka ya kwanza. Lakini aliyetuletea somo la utume, somo la Zambari, namna gani injili katika nchi za wenzetu zinavyoendelea kwa kasi. Anaitwa nani? Bright Nyerembi. Anaitwa Bright Nyerembi. Mpeni amina watu wa Mungu. Lakini sambamba na hapo kuna somo la upuziaji. Somo la upuziaji nifahamu tu aliyetuletea somo hilo kwa asili ya leo. Anaitwa dada Irene Christopher. Anaitwa dada Irene. Asimame atutungie mkono ashiriki. Nadhani hata wajamsikia. Hawajajua anaitwa nani. Anaitwa nani? Dada Irene Christopher. Lakini mwenyekiti, dada Keshe, kuna taarifa ya shule ya Sabato tulisoma leo. Nipende kujua aliyetuletea taarifa ya shule ya Sabato kwa siku ya leo. Anaitwa Joshua Shaka. Anaitwa Joshua Shaka. Peni amina mtu wa Mungu. Lakini pia atakayetuletea ombi la mwisho la baraka anaitwa nani? Anaitwa Joshua Otuo. Peni amina. Amina. Lakini kuna kwaya iliyohudumia siku ya leo katika shule ya Sabato hii ya leo. Napenda niwasimamishe wanakwaya wajue tupungie mkono watu wa Mungu. Wanakwaya karibuni. Amina. Na sisi kama wenye tunaona siku ya leo, kwa majina naitwa Kesheni Michael. Nilikuwa na mwenzangu Benjamin Richard. Na Mungu awabariki. Tusimame kwa ajili ya ombi. Kwa kichwa tuinamishe nyuso zetu tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mwenyezi Mungu uketie mahali pa juu mbinguni, tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa kuwa ni mwema. Wasao pamoja na mwenzako tukikushukuru na tukikuomba uweze kusamehe pale tulipokosea. Tunaleta ibada leo mbele zako. Tumemaliza kipindi cha SS program. Pia tunakabidhi ibada ambayo inazidi kuendelea kwani sio mwisho. Na tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi hata mwisho na ibada ikawe yenye maana mbele zako. Tunaomba tukiamini yako utatenda na utazidi kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Haleluya. Nimkaribishe mkurugenzi kwa ajili ya matangazo, na huo ndio utakuwa ni mwisho wa shule. Mungu awabariki.